Hii kero ilikuwa kero, lakini haitakuwa kero. Tutaendesha operation. Na wahakikishia ndugu zangu, tutafanya operation kubwa ya mkoa mzima. Na ndio maana Mheshimiwa Rais amenileta huko. Amenileta kwa sababu anajua kwa nini amenileta huko. Kwa tutafanya operation kubwa, na mjitahidi sana kutupa ushirikiano. Kutupa ushirikiano manake ni kutupa taarifa ili tuweze kuwashughulikia wale watu wachache ambao wanatuletea matatizo. Wale wanaojua ni wahalifu, wale wanaojua ni wahalifu, au wale wazazi wanajua watoto wao ni wahalifu, niwaombe sana, niwaombe sana, niwaombe sana, waache. Kama unampenda mtoto wako, mwambie aache. Na huwa lugha yangu ni hiyo, namwambia aache. Na kama hataacha, asilaumu serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. La pili, ndugu zetu wanaomiliki hizi boti, msiwaajiri watu ambao sio raia wa Tanzania. Na kama mnataka kuajiri watu ambao sio raia wa Tanzania, wafuate utaratibu. Kuanzia leo mtaona boti 3 zinaanzia hapa. Boti. Na vyombo vyenu vyote vya ulinzi na usalama vitafanya kazi. Jeshi itafanya kazi na polisi watafanya kazi. Serikali yenu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inataka kwa mkoa wa Kigoma tuna boti zaidi ya 3. Kwa tutajipanga kuhakikisha hizi boti zinafanya kazi kama mlivyokuwa mnapendekeza kwamba zifanye kazi wakati ambao kunakuwa na matatizo. Kwa hiyo niwahakikishie kwamba kuanzia leo hizo boti mtaziona zinafanya kazi. Mwaka huu, mwaka 2025, kuanzia mwezi wa kwanza hadi mwezi wa 11 tumeibiwa mashine 52 katika mkoa wa Kigoma. Kimkoa ndio. Ambapo Kigoma mjini tumeibiwa mashine 13. Kigoma mjini. Kigoma vijijini kwa maana ya Uvinza tumeibiwa mashine 46. Na zinaibiwa sehemu mbili. Zinaibiwa sehemu moja panaitwa Nanga na Rubengera. Ni sehemu ambayo yani watu hata kama wangetoka Kongo wakafika Nanga, yani hawaulizi kwamba umetoka wapi, wanafikia hapa wanatulia. Kila chakula wakamaliza, wana uwezo wa kutoka Nanga wanakaja Rubengera wakapitia mashine, wakatoka Rubengera wakaja Kigoma mjini wakachukua mashine. Hiyo vitu vipo. Nilisikia sehemu nikasikitika. Nikasema Nanga ni Tanzania. Lakini Nanga hiyo ndio ina matatizo. Kwa upande wangu, kwa sababu nakula mimi nafika kama kiongozi wao. Kwa upande wangu niliona kwamba ni vema ile Nanga mngeibadilisha. Watu kwanza hakuna wanaishi pale tofauti na makambi. Na watu wakitoka Kongo wanafikia pale na hawaulizi kwamba umetoka wapi. Ningetamani pale lile eneo libaki lina jeshi la wananchi tu, pasiwe na mtu yote anayoingia pale. Shida kubwa ni ulinzi. Ndio shida kubwa. Lakini kama ulinzi ukiimarishwa, na kwa namna ninavyokuamini mie, kwa sababu nakufahamu vizuri kabisa, niko serikali, nakufahamu. Naamini hili jambo litaisha na sisi tutapata faraja. Ni kuombe kubwa ni ulinzi. Lakini walinzi wao waadilifu. Inawezekana wakawepo walinzi na kwenye maji wanaingia, lakini uadilifu ukawa haupo, bado hali ya ujambazi itaendelea kuwa vile vile. Mimi pia ni muhanga. Mara mwisho kutekwa niliwekewa kisu hapa kwenye moyo. Ulinzi wa ziwani, jeshi la polisi Kigoma ni mpaka wapigiwe simu. Hakuna doria inayopita ziwani. Lakini ikipita boti ya vipodozi, mafuta yanapatikana kuifuata ziwani kuikamata. Sasa tunashangaa, inawezekana huu mradi wa uvuvi sio mradi halali wa serikali. Sisi tuliwahi kuendesha ulinzi hapa na jeshi la wananchi, tunachana mafuta sisi wenyewe. Tulikuwa tunapanda nao. Na mashine za mara mwisho kuibiwa na ya kwangu ikiwemo ile. Jamii ilikuwa naiendesha.
alikuwepo jamaa mmoja wa kibili alikuwa anaitwa Bitare ni wachu, ndio alikwenda kuchukua Kongo na akaturudishia Kaburu. Utakuna sasa, shida ya kwanza ya ujambazi ni jeshi la polisi halitoki nchi kavu kwenda ziwani.